Je, unajua mwanafunzi hawezi kufeli darasani kabla hajaanza kufeli ndani ya nafsi yake? Hii ni siri ambayo watu wengi hawajui kabisa. Mwanafunzi unayemwona leo anafeli darasani hajaanza kufeli darasani. Alianza kufeli ndani ya nafsi yake. Ushindi unaoona nje unaanzia ndani ya nafsi. Jenga kwanza imani ndani ya nafsi yako, imani ambayo italeta matokeo nje. Sikiliza nikwambie, mwanafunzi ambaye unamwona leo anafeli darasani, tatizo la kufeli kwake halijaanzia darasani. Huyu unayemwona ameshindwa, alianza kushindwa ndani ya nafsi yake kwanza. Nguvu inayomsukuma mtu inatokea ndani ya nafsi. Kitu cha kwanza, mwanafunzi ambaye ana utayari, ameandaliwa, nafsi yake ina utayari, anaweza akaelewa ndani ya dakika 10 kile kitu ambacho mwanafunzi ambaye ana hofu na hana utayari ndani ya nafsi yake, hata angefundishwa kwa masaa zaidi ya 2 asingeweza kuelewa. Lakini huyu ambaye ana utayari ndani ya nafsi yake anaweza kaelewa ndani ya dakika 10. Sikiliza nikwambie, wazazi na walimu wengi tunatamani sana kuona mafanikio ya nje. Tunashindwa kujua kwamba huyu mwanafunzi alitakiwa aandaliwe kwanza ndani ya nafsi yake. Alitakiwa kwanza ajengewe imani ya ushindi. Imani ni ule utayari anaokuwa nao mtu ndani ya nafsi yake, na yale matarajio anayokuwa nayo, ule uwezo ambao unaanzia ndani, kwamba mimi naweza kufanya hili, mimi naweza nikafanikiwa, naweza nikafanya jambo hili. Ile nguvu, ule utayari, ule msukumo, hiyo ni imani. Lakini utashi ni kiunganishi kati ya nafsi na matokeo ya nje. Matokeo tunayoona leo, mafanikio, ni picha ambayo mtu alishaitengeneza kabla ya kuonekana nje. Hiyo picha alishaiandaa kabla haijaonekana nje. Kwa hiyo walimu wengi na wazazi tunahangaika kurekebisha matokeo ya nje. Tunahangaika kurekebisha alama za wanafunzi. Tunahangaika na matokeo ya kwenye makaratasi. Lakini hatujaanza kwa kuwajenga watoto wetu ndani ya nafsi zao. Tunapaswa kuwajengea kwanza ule utayari, ili unapohitaji matokeo ya nje, unapojaribu kupanda mbegu, iwe na muunganiko mzuri na kile kilichoko ndani. Hili ni swali nikuachie. Je, wewe unaanza kwa kumjengea mtoto wako utayari kwa kujenga nafsi yake, au unaenda moja kwa moja kwa kuhitaji matokeo ya nje? Niambie hili katika comment, na usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kulike video hii, ili tuweze kuendelea kutengeneza video zingine zaidi na zaidi. Niambie katika comment, wewe unaanzia wapi?